Kwa talib ilmu atakikana aanze na msingi ya ilmu, na ilmu huwezi kuiparamia ukaichukua eti kwa pamoja. Wa an ya'tu buyut al-ilmi min abwabiha. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa Rajab mwaka 1442 katika darasa رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. tuendelea kusoma adilla alizoziorodhesha al-Imam al-Mujaddid rahimahullah zinazofungamana na nguzo 5 za Uislamu, na tulifikia nguzo ya saum. قال رحمه الله تعالى: ودليل الصيام قوله تعالى. دليل yakuwa saumu ni nguzo katika nguzo za Uislamu, ni faradhi miongoni mwa faradhi alizotufaradhishia Allah subhanahu wa ta'ala. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي مليوامين كتب عليكم الصيام ملازميشوا نكفرضشيوا كفunga كما كتب على الذين من قبلكم كما walivyofaradhishiwa na kulazimishwa waliokuwa kabla yenu لعلكم تتقون ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: الصيام لا يجب إلا على المسلمين، أما الكفار لو فعلوه ما صح منهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya ameanza na kusema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Kwa saum si wajibu isipokuwa kwa Waislamu peke yake, ndio waliofaradhishiwa saum. Ama makafiri hata wakifunga haitasihi kwa wao ibada ya saum mpaka watakaposhuhudia shahada la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, ingawa wataadhibiwa kwa kuacha ibada. Makafiri siku ya kiyama wataadhibiwa kwa nini hawakuswali na hawakufunga na ibada nyinginezo, kama ilivyokuja katika aya suratul Muddathir: ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Wakakiri kuwa walikuwa si katika wenye kuswali pamoja na kuwa wamekufuru. Hizi ibada ambazo hawazifanyi wataadhibiwa kwa nini wameziacha, na hapa duniani wakitaka kuzifanya mpaka mwanzo waingie katika Uislamu, bali wataadhibiwa mpaka kwa riziki wanaokula na neema wanaoneemeshwa nayo hapa duniani. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. kwa kila jambo zuri katika ulimwengu aliloliweka Allah ameliweka kwa ajili ya wale walioamini. طيب na waliokufuru watumia neema za Allah
atawaadhibu kwa kutumia neema zake hapa duniani na walikuwa wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. قال ما داموا على الكفر فإنهم لا تنفعهم العبادات لا صيام ولا غير الصيام. ما داموا wako katika ukafiri hazitawanufaisha wao ibada zozote wanazofanya, iwe ni ibada ya siyam, ya saumu, iwe ni ibada yote ya sadaka, chochote wanachokifanya. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ndio alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au alikuwa akiulizwa kuhusu wale waliokuwa wakarimu wakati wa jahiliya. Abdullah ibn Jada'an alikuwa ni katika kurama ahli aljahiliya, alikuwa mkarimu sana, ashindana Hatim at-Tai. akaulizwa, ya Rasulullah, Abdullah ibn Jada'an ule ukarimu wote aliokuwa nao na khairi aliyofanya, je, atalipwa nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Qala huwa fi an-nar, huyo yenda motoni. Lam yaqul yawman min al-ayyam, hajawahi kusema hata siku moja rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din, Mola wangu nisamee makosa yangu siku ya kiyama. Bimaana alikuwa hata haamini kama kuna siku atafufuliwa. Wallahi ikhwani, Uislamu ni neema kubwa sana. Pamoja na kuwa wengi katika watu, pengine mtu amezaliwa katika Uislamu haioni hii neema, aona ni kitu cha kawaida tu. Kwa yeye amezaliwa katika familia ya Kiislamu, amekuwa Muislamu, basi achukulia ni jambo sahali. Leo ukitoka utapishana na watu wangapi ambao hawana neema ya Uislamu. Wallahi akianguka kifa khalidan mukhalladan fi an-nar, akamilele ndani ya moto wa jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala akatupa neema ya Uislamu, ni neema kubwa sana. Falhamdulillah ala ni'mati al-islam was-sunnah. قال ولذلك خاطب به المؤمنين خاصة. sababu makafiri haikubali kwa amali, Allah hapa akawazungumzia waumini hasa, liannahum humul ladhina yastajibun, kwa sababu wao ndio wanaoitikia wanapoambiwa, wa humul ladhina yasihhu minhum as-siyam, na kwa wao ndio usihi ibada ya somo wanapofunga, wa yuqbalu minhum as-siyam, Allah huwakubalia wao wanapofanya ibada ya somo. Wa qawluhu kutiba alaykum as-siyam, maana kutiba ay furida, maana kutiba hapa imekuja ni mmefaradhishiwa. مثل قوله تعالى كتب عليكم القتال، يعني فرض عليكم القتال، مفردشيوا جهاد في سبيل الله. فالكتب في كتاب الله معناه الفرض، وكيجا كتب katika Qur'an manake فرض مفردشيوا. وقوله كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما فرض على الذين من قبلكم من الأمم، kama vile Allah alivyowafaradhishia wale waliokuwa kabla yenu katika umma wengine saum, na nyinyi pia amewafaradhishia saum. Fadalla ala anna as-siyama kana ma'rufan 'inda al-umam as-sabiqa wa fi ash-shara'i' al-qadima wa lam takhtass bihi shari'atu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na hii ni dalili kwa saum ilikuwa yajulikana katika umma waliopita, wao pia walikuwa wakifunga katika sheria zile zilizotangulia za mwanzo, walikuwa wakifunga. Wala hili jambo au hii ibada si hasa kwa ummati Muhammad, bali waliokuwa kabla huko nyuma pia walikuwa wakifunga. Na Allah subhanahu wa ta'ala hili amelitaja kwa mfano Maryam alayha salam, pamoja na kuwafunga ile ni tofauti aliposema inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya, yeye akawa amefunga kutokamana nini na kuzungumza, lakini walikuwa wakifunga. قال والنفس قد تتثاقل الصيام لما فيه
min kabhi jamahiha wa man'iha min ash-shahawat, na nafsi huenda ikawa ni uzito kwake yeye kufunga. Nafsi ya mwanadamu ikawa ni uzito kwake kufunga, kwa sababu pale wazuia. Nafsi imefananishwa mfano wake ni kama farasi wakimbia. Sasa wewe waizuia na kuizuia kutokana na shahawat. والله جل وعلا بين أنه سنته في خلقه, na Allah subhanahu wa ta'ala hapa katika aya kabainisha kuwa hii ndiyo njia yake aliyowekea waja wake, kwa hata wale umma waliopita walikuwa wakifunga. Wa annahu ala jami'il umam hatta fi الجاهلية كان الصيام معروفا كانوا يصومون يوم عاشوراء. hata wakati wa jahiliya walikuwa makuraish wakifunga, walikuwa wakifunga siku ya Ashura, na hii ni katika bakia ya mila ya Ibrahim alayhi salatu wassalam ambao walikuwa nayo makuraish. Kwa walikuwa wakifunga, makuraish walikuwa wakiswali, walikuwa wakifunga, walikuwa wakihiji. Allah subhanahu wa ta'ala sema wama kana salatuhum 'inda albayti illa mukaan wa tasdiya, pamoja na kuwa swala yao ni kupiga makofi na mbinja, ndio swala wanazofanya. Walikuwa wakitufu katika al-Kaaba, walikuwa wakifanya hija, lakini wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Hizi ibada zao zote hazikuwafaa chochote. Kwa katika ibada ambazo walikuwa wakizifanya ni ibada ya saum. Wa qawluhu la'allakum tattaqun, hadha bayanun lilhikmati min as-siyam, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala abainisha hikma kwa nini ametuamrisha kufunga. فلعلكم تتقون بيان للحكمة في مشروعية الصيام, ili mpate kumcha Allah. Hapa abainisha Allah hikma kwa nini ameamrisha kufanya ibada ya saum. Wa huwa annahu yusabbibu at-taqwa, saum husababisha mtu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni faida kubwa sana. Talha, naam, nasema nini? Jamaa lala kweli kweli, lala kabisa, utafikiri jogoli na kideri kabisa. Sio kuna mwingine hapa ba Musa salama hapo, mko vizuri haya, rudini hapo, msisafiri, wacheni kulala. طيب, قال حفظه الله وهو أنه يسبب التقوى. وهو حكمة يصوم نكو صوم وسبب شمتكم شاء الله سبحانه وتعالى, لأن الصيام يترك به الإنسان مألوفاته وشهواته ومرغوباته تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فيكسبه التقوى. وسباب katika صوم Muislamu huacha vitu alivyovizoea, bimaana kama amezoea kula kunwa, sasa ajizuia. Kadhalika shahawa yake ajizuia, kile anachokipenda ajizuia nacho, alichokatazwa katika somo kukifanya, kwa kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hili jambo matunda yake ni kuwa humchumia Muislamu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. كما أنه يكسر أيضا شهوة النفس وحدتها, كذلك صوم hukata makali ya shahwa anazokuwa nazo mwanadamu. لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم, sababu shaitan hupita kwa mwanadamu katika mapito ya damu, amtia wasiwasi. فمع تناول الشهوات يتسلط الشيطان, kwa mtu akiwa yopata kila anachokitamani, sheitani ndio husalitishwa juu yake mtu kama huyo, kwa msaliti yule sheitani akawa atampeleka katika maovu. Wa ma'a tarki ash-shahawat yad'ufu majra ad-dami fayatrudu ash-shaytanu 'ani al-muslim, na mtu akifunga na kuacha zile shahawat, kula kunwa kwa mfano, ile mishipa ya damu hufinyika, ikawa ni sababu ya kumfukuza yule shetani kutokana na Muislamu.
ففي الصيام حصول التقوى التي هي جماع الخير كله. katika ibada ya somo hupatikana uchamungu ambao ndio unaokusanya kila aina ya khair. ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. na mara nyingi Allah hutuamrisha, bali aliwaamrisha waliokuwa kabla yetu, walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. taqwallah ndio sababu inaomfanya mtu akatekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo anayomkataza Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه فائدة الصيام أنه يسبب التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى واتقاء المحارم والشهوات المحرمة. هي فائدة يصوم kuwa sababisha muislamu kuwa na uchamungu, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kujizuia kutokamana na yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala na shahawat ambazo ni za haramu. لأن الإنسان إذا ترك المباحات طاعة لله كان من باب أولى أن يترك المحرمات. sababu mtu ikiwa atawacha kile ambacho ni mubah kama kula, kunwa, kumkaribia mke wake, awacha lillah, ikiwa yaweza kuacha hivi basi atakuwa na uwezo wa kuacha kile ambacho Allah amemharamishia min babi aula. الصيام يدربه على تجنب الحرام. صوم humpa mtu mazoezi katika kujiepusha na jambo ambalo ni haram. ويدربه على التمكن من نفسه الأمارة بالسوء. na somo humpa mazoezi muislamu kumakinika kuweza kuizuia nafsi yake inaomwamrisha maovu. wayatrudu anhu shaytan, kadhalika humfukuza shaytan. ويلين قلبه للطاعة, na humlainisha moyo wake katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. na hili kila mmoja wetu aliona katika mwezi wa Ramadhani. Subhanallah, kuna wengine waweza kuona mwaka mzima mtu aswali na akiambiwa aswali jeuri, lakini ikiingia mwezi wa Ramadhani waweza kumuona kabla ya adhana amefika msikitini, na pengine ikawa ndio sababu ya yeye kubakia katika taa. baada ya Ramadhani tosha, maisha yale ya balaa na nini sitaki tena bwana, ile raha niliyoipata katika mwezi wa Ramadhani wacha iendelee. Angalia namna gani Allah ametuwekea huu mwezi. Wangapi katika watu urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha wasirudi kule walikotoka katika maasi, na hii ni kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. na kuna kosa ambalo baadhi ya watu hufanya, hata baadhi ya watu ambao ni makhatibu, wallahi watu wafanye istihza. si uwerevu wako wewe kusimama katika usawa, ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. utaona kabla ya Ramadhani sasa hivi wale wageni watakaokuja hapa, basi mfereji kwa upande ule mtu afanye istihza. msije mkapiga kelele, huwa watu hapa wapigi kelele ni kama watu wageni, yani watakuja kisha Ramadhani tarudi zao kwenye balaa zao. ya akhi wash darak, wajiwaje wewe huyu mtu akarudi kwa Allah katika mwezi wa Ramadhani, roho yake ikachukuliwa katika hali ya kuwa amerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akawa mbora kuliko wewe. wewe wajiwaje? kwa nini tuwakatisha tamaa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala? na watu wafanye hizi istihzana, mtakuja kuzisikia. na mimi nashangaa ikiwa wewe walingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha watu wanapokuja wewe wafanyia dhihaka na istihza, pengine katika khutba ya Jumaa. mimi najua mmoja azungumza hivyo, sema mkija wageni bwana hapa mtaonyeshwa choo kiko wapi, yani wafanya kama ambaye pale ni guest house msikitini. ile istihza mtu anaifanya. kwa uwezi kujua Allah subhanahu wa ta'ala akamregesha. wangapi tuwajua sisi Allah amejalia sababu ya hidayah yao ni mwezi wa Ramadhani? wangapi akija katika mwezi wa Ramadhani akahudhuria vikao vya ilmu, akawa yosoma Qur'an, akapata ule utulivu wa moyo, akajua kumbe yale maisha ninayoishi ni dhiki tupu, wacha nirudi katika usawa.
Allah akamrejesha katika njia sawa. Na wewe unayejiona wajua sana, watu ghafla wa kushangaa umegeuka umekuwa mtu mwingine. Innal quluba baina usbu'ain min asabi' ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha. Hizi nyoyo ziko katika vidole viwili vya Allah subhanahu wa ta'ala, huzigeuza anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ikiingia Ramadhani utaona watu wamelainika nyoyo zao katika kumtii Allah. Walidhalika tajidu as-saima aqraba ila al-khair min al-muftir. Sababu hiyo utamwona mwenye kufunga yuko karibu zaidi na khairi kuliko yule ambaye hakufunga. tajiduhu yahrisu ala tilawati al-Qur'an wa ala as-salah. Utamwona anapupa ya kusoma Qur'ani, ibada ya sala, ويذهب إلى المسجد مبكرا. na hili jambo sote tuliona mapema. Umuone yuko wapi? Msikitini. afika msikitini mapema. الصيام لينه للطاعة وهذبه. كل هذا داخل في قوله لعلكم تتقون. صوم imemlea na kumlainisha yule mtu katika taa, ikamtengeneza Muislamu. Kwa ikiwa kuna mtu ana matata hii katika mwaka mzima, basi ndiyo nafasi. Ukiingia mwezi wa Ramadhani, chukua ndiyo nafasi ya kugeuka. Pale ndio wageuka ule mwezi mzima ule. Ukiisha ule mwezi umezoea jambo la taa na kuswali na kufanya ibada, kusoma Qur'an, basi ndio baki huko huko. Sasa wenzetu ambao wako katika njia si sawa, wakija mwezi ndio tuwahimize kuwa pamoja na sisi. Wasimame wabakie katika hili jambo, wabakie katika usawa. Kwa hivyo mwezi wa Ramadhani ukiingia utaona namna taa inavyomlainisha Muislamu. Na ndio maana mambo mingi sana ya khairi hufanywa katika mwezi wa Ramadhani. Watu hufuturisha wale wanaofunga, na pengine kama si Ramadhani hawezi kufanya hilo jambo. Pengine salatul jamaa asikosi hata swala moja kwa jamaa kuanzia alfajiri Ramadhani misikiti hujaa. Yote hilo wapelekea huko nini? Ni kuwa kuna ibada wanaoifanya imewalainisha nyoyo zao. Na hii ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaingia katika kauli yake Allah, la'allakum tattaqun. فالشاهد من الآية قوله كتب عليكم الصيام. هذا دليل على فرضية الصيام. ndio shahid. كتب عليكم الصيام ni dalili ya kuwa saumu ni ibada iliyofaradhishwa juu yetu ummati Muhammad. وفسره بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. kisha Allah kafasiri kufunga lini, sema shahru Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhani. لأن قوله كتب عليكم الصيام مجمل. mmefaradhishiwa nyinyi kufunga. Hii kauli ni kauli mujmal, haijataja lini twafunga, siku ngapi twafunga. Allah akafasiri hii aya kwa kusema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Akatuelekeza katika kufunga katika mwezi wa Ramadhani. Na ni uzuri hasa sasa hivi leo sisi tuko katika nusu ya mwezi wa Rajabu waisha. Maana mwezi ukianza hesabu ushaisha. Leo hivi nani ataamini tarehe 17 leo. Sasa hivi hapa tutazungumza mwisho wa wiki tarehe 20 na mwezi wa Rajabu ushaisha. Allah akitupa uhai na uzima, ikiingia Shaaban mosi utaona ishafika katikati, ishafika mwisho, watu wataanza kushindana. Uko naonekana bado mko wapi nyinyi siku zote? Mimi naangalia NASA wansema fujo lote hilo la nini? Almuhim sasa hivi jipange Muislamu, soma ibada yako ya somo sasa, ili isije ikaingia ibada ya somo Ramadhani yaingia una maswali 100 wewe watakuuliza watu, sababu hutaki kuisoma hiyo ibada. Usiseme kwa lakini niliwahi kusoma, ajikumbushe sasa. Na tulab alilm sasa hivi ndio watakana wasome zaidi katika mutalaatul kutub, wapitie zaidi ahkamu siyam. Sasa hivi ndio maswali yataanza 100 kuhusu somo.
na mtu atakuangalia wewe talib ilmu akijua wewe wajua jawabu. Kwa usianze kudanganya watu. Chukua vitabu, soma sahihi, soma fatawa za wanavyuoni wasema nini katika masuala mbalimbali ya somo sahihi. Hata ukiingia mwezi wa somo waifahamu ibada yako kisawasawa. Kwa usikubali wewe ibada yako ya somo yaingia na wewe bado hujafanya nini, hujaisoma ibada ya somo. Jikumbushe na usome. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.